أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورahmة الله تعالى وبركاته. Anaendelea mmoja wa wachambuzi akisema kwamba falfitra, maumbile ya mwanadamu kama mwanadamu, la takbal, maumbile ya mwanadamu haikubali. Yani kwa kumaanisha kwamba haikubali ni kwamba inamsuta mwanadamu, ina wakati mwingine paka inamtusi mwanadamu, inamwambia kwamba wewe wacha kufanya hivi, wewe wacha kufanya hivi, wacha kuingilia vitu vya watu, wacha kwenda kule. Anasema fal fitratu la takbal, fitra haikubali an tatasarraf, wewe kutumia na kuingilia bimali ghairi, kuingilia vitu ambavyo kwamba sio vitu vako, kuingilia vitu vya watu wengine, duna idhnihi, bila ya idhini yake, haijuzu na haijuzu na haijuzu. Yani fitra ndo inasema hivyo, yani maumbile. Na tukisema maumbile, ndugu yangu Muislam, tunamaanisha kwamba hatuangalii kabila, tunamaanisha kwamba hatuangalii dini, tunamaanisha kwamba hatuangalii utaifa, tunamaanisha kwamba hatuangalii sijui huyu ni wapi, huyu ni nani, huyu ni nani. La, tunaangalia mwanadamu kama mwanadamu. Fitra yake haikubali utumizi wa vitu ambavyo kwamba si vake, bali inasema kwamba yeyote ambaye kwamba atakayetumia kitu ambacho kwamba sio chake, fitra huwa inamsuta, inamwambia hapana, usifanye hivyo. Tunaona saizi katika mifano ambayo kwamba inaendelea katika dunia hii, kuna watu wanaishi kuwa ni mustadhafin, yani wanaishi kila kuchao ni wanyonge, wanaishi kila kuchao ardhi zao zinaibiwa, wanaishi kila kuchao wanadhulumiwa. Lakini fitra mwanadamu kama fitra inasema haya masala ambayo kwamba hawa watu wanafanyiwa ni makosa na sio sahihi. Hata yule ambaye kwamba anayefanya kitendo hicho, wakati mwingine inamsuta, inamwambia ulichofanya wewe sio sahihi. Kwa hivyo ndio maana anasema alfitra la takbal, fitra haikubali an tatasarraf, wewe ukutumia nini, mali ghairi, kutumia mali ya mwenzako, duna idhnihi, bila idhini yake. La ma ghairika duna idhni, sio maji ya mwenzako bila idhini yake. Wala an tatajawaz, na wala wewe kuvuka, yani kuvuka nini, khat ahmar, yani kuvuka ile mstari mwekundu, almukhtas bihi duna idhni, ambayo kwamba ule mstari mwekundu unahusika naye bila idhini yake, haijuzu na haijuzu na haijuzu. Miongoni mwa adabu za Kiislamu, mathalan wewe unataka kuingia katika nyumba ya mtu, katika nyumba ya mtu ni kwamba maumbile nakwambia utakapotaka kuingia katika nyumba ya mtu ni kwamba ubishe mlango. Kwa hivyo utakuwa ni mwenye kubisha mlango na ufanye nini, na uingie, na kila mtu anakubaliana na hiyo. Ikiwa vitu vidogo, yani ni lazima akili nakwambia na fitra inasema kwamba bisha mlango ndio uingie. Hasa je, vitu vikubwa ambao kwamba ni vitu mahsus na yule mtu ambaye kwamba unakuwa ni mwenye kumkabili na vitu kama hivyo, ni kwamba haijuzu. Kwa hivyo ndo anasema wala antatajawaz, na wala yani usiwe ni mwenye kuvuka mipaka yake ambayo kwamba anayo, isipokuwa kwa idhini yake. Anasema fa indama, wakati ambao kwamba narji'u ila al-aql, wakati ambao kwamba tunarudi na kuuliza sasa akili, wa anushawira, na kushauri akili zetu, al-aqlu aidan, akili yetu pia la yusallimu al-amr bisuhula, haikubaliani na hayo maneno kwa urahisi. Yani wakati ambao kwamba tunauliza akili, je, inajuzu kutumia vitu vya wenzetu pasina ruhusa zao? Je, inajuzu ama haijuzu? Akili inasema haijuzu. Kwa ajili wakati ambao kwamba mimi nitaenda katika sehemu fulani, niwe ni mwenye kumvamia, niwe ni mwenye kumkalia, niwe ni mwenye kumtawala, inamaanisha kwamba ile haki yake nitakuwa ni mwenye kuichukua. Na ikiwa nitakuwa ni mwenye kuchukua haki yake, inamaanisha kwamba hata kwa yuko na uhuru. Sasa akiwa anaishi bila uhuru, inamaanisha kwamba nitakuwa nimechukua haki yake.
nitakuwa nimevuka mipaka mwekundu ambaye kwamba amejiwekea, ama akili inasema kwamba mipaka yake, mpaka mwekundu ni huu hapa. Kwa hivyo ndio maana anasema fa indama narji, wakati ambao kwamba tunarudi ila al-aql, kwa akili na tuishauri akili. Al-aqlu aidan la yusallimu al-amra bisuhula, akili pia haisalimu amri kwa urahisi tu hivi hivi, bali anafanya zaidi, wala yakbal at-tasarruf, na pia akili haikubali utumizi wa nini, mali ya mtu mwingine, duna idhnihi, bila idhini yake, wa hatta, na pia utumizi wa nini, hawiyat al-ghair, na pia utumizi wa haki ya mtu na asili ya mtu mwingine haijuzu kutumia, kama yafalu al-akharun, kama vile wengine wanakuwa ni wenye kufanya. Hapa tusimama kidogo na tutakuwa ni wenye kueleza. Tumetumia neno hawiya, au hapa kuna hii lafdhi ambayo kwamba ni hawiya. Hawiya maana yake ni asili ya mtu mwingine, utumizi wa asili ya mtu mwingine. Utumizi wa asili ya mtu mwingine kivipi? Yani kuchukua asili yake na kuchukua details zake, wewe ni mwenye kutumia. Watu wengi saizi wanatumia details za watu wengine ili wafikie lengo lao. Wanatumia details za watu hata wale ambao kwamba wamefariki ili wafike katika lengo ambalo kwamba wao wanakuwa ni wenye kuyahitajia. Mathalan saizi utapata katika serikali nyingi tuna kitu ambacho kwamba wanaita ghost workers. Ghost workers ni wale ambao kwamba hawajulikani na hawaonekani na hawako na hawatakuwa katika serikali ama katika sehemu fulani. Hawa ambao kwamba hawako wanapata mishahara, wanakula na akaunti zao zipo, lakini haijulikani inaenda kwa nani. Je, hii ni halali Kiislamu ama sio halali? Hukumu ni kwamba si halali. Kwa nini? Kwa ajili inaenda kwa nani? Ni nani ambaye kwamba anapokea? Ya kwanza. Ya pili, anafanya kazi ni huyo mtu yuko wapi? Asili yake ni nani? Na je, anajulikana na watu ama hajulikani? Sasa haijuzu kutumia hawiya al-ghair, haijuzu kutumia asili ya mtu mwingine ili kujinufaisha na kujipatia wewe manufaa. Haijuzu kabisa, hata akili haikubali. Na ndio maana anasema wa hadha huwa ma jaa bil Islam, na hii ndiyo ambayo kwamba Uislamu ilikuwa ni yenye kuja nayo. Yani kwa kumaanisha kwamba wewe unataka kupigania haki yako, wewe unataka kujishughulisha na shughuli ya kawaida, jitose katika uwanja wa shughuli ufanye, pasina kutumia njia za wizi, pasina kutumia njia za kula haki za wengine, pasina kutumia njia za kuvuka mistari ya watu wengine. Anaendelea anasema wa hadha huwa, na hii ndio sababu watu duniani sehemu ambayo kwamba sisi tunaishi katika ulimwengu, ja'alul ahkam, wamekuwa ni wenye kujalia hukumu mbalimbali ambazo kwamba ya kwanza kabisa ambayo kwamba zile hukumu zinakuwa ni zenye kuongoza wale ambao kwamba wanaotawaliwa. Hukumu mbalimbali, mathalan hukumu ya nini? Hukumu ya kazi zao. Kazi akitakapofanya ni lazima awe ni mwenye kupata nini? Awe ni mwenye kupata mshahara. Akiwa mathalan yuko kazini, kazi anafaa afanye kuanzia saa fulani mpaka saa fulani. Kando na hiyo, mathalan ukuzaji wa vitu mbalimbali na vitu kama hivyo. Sasa ndo anasema kwa sababu hii ya wizi, kwa sababu hii ya watu kutumia mali za wengine pasina wao kuridhia, wa ulimwengu wengi sana ambayo kwamba sasa waliona hapana, hii inabidi tuje na masharti na sheria ambayo kwamba inaweza kutusaidia. Na hii ndio tunaona katika nchi nyingi vile wanavyofanya. Sasa ya kwanza kabisa kuweka masharti na sheria ambazo kwamba zitakuwa ni zenye kuongoza wale ambao kwamba wanaongozwa, wananchi tuseme, na pia yule ambaye kwamba anayeongoza, bi annahu, ya kwamba idha irtakaba, ikiwa atakuwa ni mwenye kufanya kitu fulani, mtu yoyote ule au afanye kitu fulani, sayadhab bikadha, atakuwa ni mwenye kuadhibiwa na kitu fulani. Allati, ambaye kwamba zile hukumu ama zile mashati tuhafidha la haqi albuldan,
zile masharti ambazo kwamba wao wamekuwa ni wenye kuziandika na kuzitayarisha, inakuwa ni yenye kufanya nini? Inakuwa ni yenye tuhafidha la haqi albuldan, inakuwa ni yenye kuhifadhi haki za miji wa muwatini na wale ambao kwamba wanaishi katika vijiji vile ama mji ule. Sasa ndo maana utapata kwamba kuna watu wanaishi sehemu fulani katika mji fulani na kuna sheria ambazo kwamba zinakuwa ni zenye kuhifadhi. Hiyo ni kwamba ni mwanadamu alifikiria na kuona kwamba hizi masharti lao tukiweka itakuwa ni yenye kutusaidia. Ni fitra ndio ambayo kwamba inawasaidia, ni fitra ndio ambayo kwamba iliwasukuma ikasema pana tuweke masharti zetu ambazo kwamba zitakuwa ni zenye kutusaidia. Sasa anaendelea anasema wakul, na hizo masharti zinasaidia nini? Inasaidia kila mudkhalat, inasaidia kila income ambazo kwamba zinakuwa ni zenye kuingia katika mji ule, mimma tuaddi, ambazo kwamba zile income inakuwa ni yenye kusaidia nini? Ila imarat dhalika albalad, kuimarisha ule mji, zile income. Lakini sio kuiba, lakini sio kuvamia, lakini sio kuvunja haki za watu. Sasa hizo masharti ndo mwanadamu alisema la, kumbe hizi masharti zitakuwa zenye kutusaidia, ziwe zenye kutufikisha katika sehemu fulani, ziwe zenye kuzuia kitu fulani, ziwe zenye kusaidia ikiwa tutakuwa wenye kupata mathalan income. Hii income tutakuwa wenye kutumia vipi? Mpaka hapa zote ni fitra. Fitra ndiye ambaye kama imemsukuma mwanadamu katika kumsaidia kupanga mambo yake ya kawaida, katika kupangilia mambo ambazo kwamba zitasaidia huyu mtu ambaye kwamba anayeongozwa, na pia mambo ambazo kwamba ama sheria ambazo kwamba zitasaidia huyu mtu ambaye kwamba anayeongoza. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.